Hali si hali katika jumba la City Hall hapa jijini Nairobi, na maafisa wa serikali ya kaunti wana kibarua kigumu cha kujibu maswali mazito kwenye ripoti ya mkaguzi mkuu wa mahesabu ya umma. Ripoti hiyo inatuchorea picha ya ufujaji wa fedha na ukosefu wa tadubiri katika usimamizi wa masuala ya kifedha. Kwa mujibu wa ripoti ya Bwana Edward Ouko, ni kwamba serikali ya kaunti inayoongozwa na Gavana Evans Kidero imeshindwa kuelezea wazi kiasi cha fedha inayokusanya na kuweka kwenye benki. Ripoti hiyo ambayo Dr. Kidero ameipuuzilia mbali inasisitiza kuwa uongozi wa kaunti ya Nairobi umeshindwa hata kukadiria mali unayomiliki na pia umeshindwa kusimamia baadhi ya rasilimali zake, huku ukiwacha viwanja, majengo na hata shule kunyakuliwa na watu binafsi. If 20 billion shillings disappeared out of an expenditure of 23 billion or a budget of 23 billion, then we wouldn't have been able to run. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa mahesabu ya umma inakwenda mbali na kusisitiza kuwa serikali ya kaunti ya Nairobi haijaweza kutimiza kanuni ya kutumia 30% ya mapato kwa ajili ya miradi ya maendeleo na imefanikiwa tu kutumia 24% katika kazi hiyo. Hadi kufikia mwezi Juni mwaka uliopita, takriban shilingi bilioni 2.7 zilikuwa hazijulikani ziliko. Shilingi zingine bilioni 1.3 zinatajwa kubadilishiwa matumizi yake bila ya sheria na kanuni kufuatwa, jambo linalochora picha ya ufujaji wa fedha za umma. Ripoti hiyo ya Bwana Ouko pia inasema baadhi ya miradi ambayo walipa kodi walitoa fedha nyingi kufadhili, kama vile kamera za usalama na miradi ya barabara, ima ilicheleweshwa au vifaa vilivyowekwa havikufanya kazi. Tuhuma zilizotolewa na mkaguzi mkuu wa mahesabu ya umma kuhusiana na ufujaji fedha katika kaunti ya Nairobi, ikiwa zitafuatiliwa kisheria, zinatosha kupokonywa madaraka kwa serikali ya kaunti, serikali yenye makao yake ndani ya jengo hili, na kupelekwa kwa serikali kuu. Na endapo hilo litafanyika, ni muda tu utakaoainisha. Salim Swale, Citizen Nipashe, Nairobi.